Ndege za Marekani za kuongeza mafuta angani zahamishiwa Israeli kwa hofu ya mashambulizi ya Iran. Ndege za Marekani za kuongeza mafuta angani refueling aircraft zimehamishiwa katika eneo la Palestina inayokaliwa kutokana na hofu ya mashambulizi yanayoweza kufanywa na Iran. Hatua hiyo inatajwa kuwa imechukuliwa kwa lengo la kuimarisha tahadhari za kiusalama na kulinda rasilimali za kijeshi za Marekani kwenye eneo hilo. Polisi wanasema kuwa kufuatia kile kilichoelezwa kuwa ni mapigo makali ya Iran, ndege za Marekani za kuongeza mafuta angani zimehamishiwa katika Palestina inayokaliwa, hatua inayotajwa na baadhi ya vyanzo kuwa ni ishara ya kurejea nyuma Wizara ya Ulinzi ya Marekani kutokana na hofu ya mashambulizi ya Iran. Afisa mmoja kijeshi katika mahojiano na chombo cha habari cha Defa Press amesema kuwa mashambulizi makubwa ya vikosi vya jeshi la Iran dhidi ya Marekani katika siku zilizopita yamesababisha uharibifu wa baadhi ya ndege za Marekani za kuongeza mafuta angani. Afisa huyo amesema kuwa shambulio lililofanywa usiku wa Ijumaa na vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya vituo vya Marekani katika kambi Al Udeid nchini Qatar, Al Hajr nchini Saudi Arabia na Al Azraq nchini Jordan ilisababisha baadhi ya ndege hizo kuharibiwa au kupata madhara. Ameongeza kuwa hatua ya kuhamisha ndege hizo imekuja kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi katika eneo hilo. Kufuatia tukio hilo, makamanda wa jeshi la Marekani wamechukua hatua ya kuhamisha baadhi ya ndege za kuongeza mafuta angani ambazo hazikuharibiwa katika mashambulizi na kuzipeleka katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion uliopo katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu. Iran imefanikiwa katika siku za hivi karibuni kutekeleza mashambulizi yenye ufanisi na makali dhidi ya vikosi na vifaa vya kijeshi vya Marekani katika kambi za kijeshi za Washington zilizopo Asia Magharibi, zikiwemo kambi zilizopo Kuwait, Qatar, Bahrain na Jordan. Vilevile jeshi la Marekani limekiri Jumapili kwamba askari wake mwingine ameuawa kufuatia shambulio la ndege isiyo na rubani ya Iran, huku operesheni za kulipiza kisasi za Jamhuri ya Kiislamu zikiendelea kusababishia hasara kubwa askari wa jeshi la Marekani katika kanda nzima. Kifo hiki kinakuja siku moja baada ya Wizara ya Vita ya Marekani, Pentagon, kutangaza vifo vya wanajeshi wake wawili nchini Jordan mnamo Julai 17 katika mashambulio ya makombora balistiki na ndege zisizo na rubani za Iran. Mashambulio hayo ya makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani za Iran yalisababisha mwanajeshi mwingine wa Marekani kutoweka nchini Jordan mnamo Julai 17. Maafisa wa Marekani walithibitisha Jumapili kupatikana kwa mabaki ya binadamu ambayo bado hayajatambuliwa kwenye eneo la Jordan, huku uchunguzi ukiendelea kubaini ikiwa ni ya huyo askari aliyepotea. Aidha, askari kadhaa walijeruhiwa katika mashambulio hayo. Matukio haya yanaashiria kupanda kwa kasi kwa gharama ambazo Washington inalazimika kulipa kutokana na uwepo wake haramu wa kijeshi na sera zake za kichokozi kwenye eneo la Asia Magharibi. Vikosi vya Iran kupitia uwezo wa hali ya juu wa ndege zisizo na rubani na makombora vimeonyesha uwezo wao wa kulenga na kudhoofisha vituo vya kijeshi vya Marekani na washirika wake kwenye eneo hilo. Wanajeshi wasiopungua 16 wa Marekani wameuawa tangu Februari mwaka huu, wakati utawala huo ulipoanzisha vita dhidi ya Iran kwa kushirikiana na utawala wa Israeli. Ripoti zinaonyesha kuwa mamia wanajeshi wa Marekani pia wamejeruhiwa katika vita hivi, na maafisa wa Pentagon wanasita kutoa idadi halisi ya hasara za kivita kutokana na hofu ya ghadhabu za umma na kuvunjika kwa moyo miongoni mwa wanajeshi wao. Wakati huo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limetangaza kutekeleza shambulio la kushtukiza la kulipiza kisasi dhidi ya kituo cha kamandi ya operesheni maalum za Marekani kwenye eneo la Al-Tanf nchini Syria, likitoa ujumbe wa wazi kwa utawala wa Marekani ambao mikono yake imejaa damu ya watoto. Gazeti la Euro-Russia Daily limeripoti kuwa mvutano unaoendelea katika eneo la Asia Magharibi umesababisha akiba mafuta ya Marekani ya kushuka hadi kiwango cha chini zaidi kwenye kipindi cha miaka 43 iliyopita. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hali ya sintofahamu ya kisiasa na kiusalama kwenye eneo la Mashariki ya Kati limeathiri masoko ya nishati, huku Marekani ikikabiliwa na upungufu mkubwa katika hifadhi zake za mafuta. Ripoti hiyo imeeleza kuwa kupungua akiba hiyo kunaonyesha athari za moja kwa moja za mivutano ya kikanda kwenye usalama wa nishati wa Marekani na masoko ya kimataifa ya mafuta. Gazeti la Euro-Russia Daily limeripoti kuhusu kupungua akiba ya kimkakati ya mafuta ya Marekani, ikisema kuwa kwa mujibu wa taarifa kutoka idara ya habari za nishati ya Marekani, hifadhi hiyo imeshuka hadi mapipa milioni 319. Ripoti hiyo imeeleza kuwa kiwango hicho ndicho cha chini zaidi kwa kufikiwa na akiba ya kimkakati ya mafuta ya Marekani kwenye kipindi cha miaka 43 iliyopita tangu mwaka 1983. Aidha, gazeti hilo limebainisha kuwa kiwango hicho ni pungufu kwa mapipa milioni 27 ikilinganishwa na kiwango cha chini kabisa cha akiba hiyo kilichorekodiwa wakati wa utawala wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden. Katika mkutano wa mwezi Machi 2026 wa nchi wanachama wa shirika la kimataifa la nishati, Marekani ilijitolea kutoa sehemu ya akiba yake ya kimkakati ya mafuta
inayojulikana kama Strategic Petroleum Reserve. Hatua hiyo ililenga kusaidia kudhibiti hali ya soko la nishati na kukabiliana na changamoto za upatikanaji wa mafuta kwenye kipindi cha mvutano wa kikanda na mabadiliko katika usambazaji wa nishati duniani. Vilevile, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, amesema kuwa Marekani imeonyesha kwa mara nyingine tena sera yake ya uharibifu baada ya kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Iran. Baghaei amesema hatua hiyo inaakisi ilichokiita mantiki ya uharibifu inayotumiwa na Marekani katika kushughulikia masuala ya kimataifa, na akaeleza kuwa mashambulizi hayo ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na haki ya nchi kujilinda. Baghaei amesema hayo katika mkutano wake wa kawaida wa kila wiki na waandishi wa habari alipokuwa akizungumzia vita kati ya Marekani na Iran. Baghaei ameeleza kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yamelenga maeneo ya kiraia na miundombinu isiyo ya kijeshi katika baadhi ya maeneo ya nchi, jambo alilosema limeonyesha tena kile alichokiita mantiki ya uharibifu ya Marekani. Amesema kuwa kushambuliwa miundombinu sio tu ni kulenga maeneo machache kwenye ramani, bali ni shambulio dhidi ya usalama wa binadamu na maisha ya watu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amezungumzia kutotimiza ahadi Marekani katika masuala ya diplomasia na mazungumzo, na kubainisha kwamba si sahihi kufikiri kwamba diplomasia inapinga ulinzi wa taifa au kwamba ulinzi hauwezi kuendana na diplomasia. Amesema diplomasia na ulinzi ni mbawa mbili, ikiwa ni moja kati ya hizo haitatimiza jukumu lake, basi jukumu la uongozi wa nchi halitatekelezwa ipasavyo. Gazeti la Uingereza la The Guardian limemuelezea Rais wa Marekani Donald Trump kuwa ndiye adui wa nambari 1 wa jamii ya kimataifa, likikosoa sera na hatua zake katika masuala ya kimataifa. Kwa mujibu wa gazeti hilo, hatua zinazochukuliwa na Trump zimeibua wasiwasi kuhusu mustakabali wa ushirikiano wa kimataifa, amani na utulivu wa dunia. Kauli hiyo inaelezwa kuwa sehemu ya ukosoaji mkali dhidi ya sera za utawala wa Trump na namna anavyoshughulikia masuala ya kisiasa na kidiplomasia duniani. Gazeti hilo la Uingereza limeeleza kuwa tabia ya kujiona bora kupita kiasi ya Donald Trump ndio adui nambari 1 wa jamii ya kimataifa, ikidai kuwa hali hiyo imemfanya kuwa mhusika hatari zaidi kuliko silaha ya maangamizi ya halaiki. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa Babu Kivita.